Sura ya 9. Leo uwanja wa ndege una baridi na mzizimo kuliko siku nyingine zote, aliwaza Dick, huku kasimama katika mlango mkubwa wa watu ambao walingoja kuingia kwenye afisi za forodha kukaguliwa. Hata anaposimama hapa, Dick anakumbuka siku alipoanza kusafiri kwa ndege. Siku hiyo kiwewe kilikuwa kimemkumbatia, kwani kazi ya kubeba dafina kama walivyoiita biashara haramu ambayo alikuwa kalazimishwa kufanya siku hizo ilikuwa imewaingiza wengi kwenye nyavu na madema ya polisi, wakatiwa mbaroni. Siku hizo alikuwa mwanagenzi katika uga huu. Na asiwe vipi mwanagenzi kinda wa miaka 10 kuingizwa katika biashara ya aina hii? Zipo siku alipotetemeka nusura ajisaliti, lakini alizoea kujipa moyo. Kila mara alipopatwa na kiwewe alijiambia, Dickson, wewe jikaze. Mzee wako hayupo hapa, amejipumzikia ahera, na mama yako hakuwapo tangu hapo. Angekuwapo asingekuacha kutimbwa na ulitima. Miaka 10 ya adha na mashaka imepita. Sasa Dick amekomaa. Ilibidi akomae, kwani ulimwengu haukuhitaji mtoto wa mama, kama alivyozoea kumwambia kijakazi Sauna ambaye alimtosa katika kinamasi hiki cha kulangua dawa za kulevya. Dick amesafirishwa maelfu kwa maelfu ya vifurushi vya dawa hizi. Mwanzoni hakuwa mraibu wa dawa hizi, lakini ilibidi ajizoeshe kwa usalama wake mwenyewe, kwani mara nyingi ilibidi kuzimeza dawa zenyewe ili kwenda kuzitapika kwenye masoko ughaibuni. Hili lilitokea wakati mashine za forodhani zilipopata makali zaidi siku nyingine na kung'amua shehena ambazo zilikuwa zimeshonewa vibindoni. Siku ile baada ya kuibwa na kijakazi Sauna, Dickson alipelekewa baba mmoja tajiri ambaye alijitia kumpeleka shuleni. Kumbe alikuwa kapelekwa katika chuo cha kuhitimu kama mvunja sheria. Masomo yake yalifika ukingo siku alipovuka kizingiti cha nyumba yao mle mlima wa Simba. Tajiri wake huyu kwa lakabu Buda alimfunza mbinu za kujikimu, akamuingiza katika biashara hii. Siku za mwanzo alikataa kushiriki, hadi pale alipotishwa na kuambiwa kuwa angetupwa nje asingiziwe wizi. Na tangu hapo alijua malipo ya wezi katika jamii hii isiyokuwa na nadhari, kutiwa tairi na kuchomwa moto. Wazo la kupatilizwa kwa adhabu ya aina hii lilimtetemesha Dick. Alikumbuka jinsi rafiki yake Lemmy alivyofishwa kwa njia hii. Akili yake ilimtambia kisa chenyewe kana kwamba inataka kumuonya. Lemmy alikuwa ametoka nyumbani na dadake Tindi ambaye alikuwa mwanafunzi katika chuo kikuu. Ilikuwa ni siku ya kuzaliwa kwa Lemmy. Dada mtu alitaka kwenda kumnunulia ndugu yake wa umri wa miaka 15 kinywaji. Mama alitoa ruhusa. Akaonya pasitokee mtu akarejea baada ya saa 11 magharibi. Maskini hakujua hiyo ingekuwa siku ya mwisho kumwona mwanawe akiwa hai. Sherehe ilianza vyema. Mtoto akala shibe yake. Kisha akamwambia dadake, usiku umekuwa mpevu, twende tusije tukamtia mama kiwewe. Bado ni mapema, acha nisakate midundo miwili kisha twende. Dadake akamjibu. Lemmy alipelekwa kwenye chumba cha kutazamia runinga ili kusatiriwa asione asiyostahili kuyaona. Binti aliingia uwanjani. Mirindimo ya miguu, mipigo ya makofi na minenguo ya viuno iliendelea bila kujali mpito wa wakati. Wala mtoto aliyekuwa chumbani peke yake. Sijui kama unajua jinsi hawa vijana wa vyuo vikuu walivyo. Wengi wao wameshindwa kabisa kutofautisha mchana na usiku. Hakujua vipi, lakini Tindi alishtukia alfajiri inabisha hodi. Lemmy macho yalikuwa yamemuiva kwa kilio, usingizi na machovu. Hata asubuhi jua ilipotaka kuchomoza, Tindi alimshika mkono mnuna wake wakaelekea nyumbani. Huko nyumbani mama alikuwa amewasaka akaviisha vituo vya polisi. Alibaki kutatarika na kuwapigia
wanawe dua warejee nyumbani salama salimini. Walisema wasemao kuwa cha kuvuja hakina uskani. Hatua chache kabla ya Lemi na dadake kufika kwao kulitokea vurumai. Mama mmoja ambaye alikuwa ameraukiwa matwani ya kumpeleka kazini alikuwa akipiga ukemi, amenyang'anywa rununu yake. Akawa anakimbia kuelekea walikokuwa Lemi na dadake kwa msaada. Kumbe anawaelekezea balaa. Umati wa watu uliokuwa umesikia kamsa ya mama huyu uliwaelekea kina Lemi unataka kuwavaa kwa mawe na tairi. Dadake hajui vipi, lakini alitundika guu begani na kumwachia Lemi ulimwengu. Anasema hakukuwa kupenda kwake. Maumbile ya binadamu ya kujifikiria yeye kwanza yalimfanya kukimbia. Nyuma Lemi alisalimiwa kwa mawe na mateke. Baadaye alivikwa pete ya tairi kiunoni. Muda si muda alimwagiwa petroli na kutiwa moto. Msalia mtume za mama aliibiwa ziliangukia masikio ya viziwi. Moyo wa Lemi ulisalimu amri kabla ya kufikishwa hospitali na wasamaria wema walioletwa na dadake Lemi baada ya udugu kumbusha kuwa alikuwa amemwacha mnuna wake hatarini. Taathira ya kisa hiki cha Lemi ilimfanya Dick au nasihi moyo wake kukubali kuingilia biashara hii haramu. Mwenye nguvu asije akamtumbukiza kaburini. Huenda nikapata mbinu ya kujinasua baadaye, alijiambia. Na usidhani kisa hiki tu ndicho kilichomsukuma Dick kusalimu amri ya Buddha. Alihitaji chakula na mahitaji mengine. Baada ya kutia na kutoa, Dick aliupiga moyo konde, akasema, potelea mbali, lisilobudi hutendwa. Hii ndiyo riziki niliyoandikiwa na Mwenyezi Mungu. Ikiwa kweli haya siyo niliyoumbiwa, kwa nini Mungu akaamua baba yangu mpendwa, na kwa nini akampagaza mama yangu ubinafsi na wazimu uliomfanya kuiacha familia yake? Kwa nini akamtuma kijakazi Sauna kuja kuisambaratisha familia ya baba? Haya ndiyo aliyotaka Mungu kwani. Tangu nitoswe kwenye dimbwi hili, hakujatokea isimu ya mtu, hata dada yangu mpendwa kuja kunitafuta. Sijawahi kuwaona maafisa wa usalama kwenye jumba la Buddha wakija kuulizia kinachoendelea humo. Hata wanaofika humo huingia kwa tabasamu na kutoka kwa vicheko. Mawazo hayo yalimpa Dick ujasiri zaidi. Akapiga mbinzi kwenye biashara hii kwa hamasa za ujana. Miaka 5 ya kwanza ilijaa heka. Dick alisafiri kwingi na kuona mengi. Aliweza kuchuma pato si haba, pato ambalo aliliona kuwa halali yake baada ya ulimwengu kumpoka maisha yake. Hata hivyo, wakati ulifika akaamua kuwa hakuumbiwa uhalifu. Asubuhi moja akiwa chumbani kwenye hoteli moja ya kifahari huko ng'ambo, dhamiri yake ilianza kumsumbua, moyo wake ukamsuta. Dick, hii kazi ni ya kujiumbua. Jitazame hapo ulipo. Umepata pesa nyingi katika umri mbichi. Lakini je, una utulivu? Ni mara ngapi umeponea tundu la sindano kunaswa na mashine ya forodha? Je, isingekuwa mwajiri wako kuvilainisha viganja vya maafisa wa forodha, wewe na wenzako msingekuwa mmeozoea kwenye magereza ya kitaifa na kimataifa kama wengine wengi wanavyofanya? Unaweza kudai kwamba siku za mwanzo ulikuwa mnyonge, hukuwa na nyenzo za kukabiliana na mishawasha na vitisho vya mwajiri wako. Sasa umekia vilele vya anga, ukajifunza mbinu za kujiokoa. Kwa nini usijikwamue kutoka tope hili la uhalifu? Mawazo haya yalimsukuma Dick kufikia uamuzi wa mkataa. Akajinasua kutoka kwenye kucha za mwajiri wake. Huyu aliacha biashara hii haramu na kuanzisha biashara ya kuuza vifaa vya umeme. Sasa ameanza kujitegemea. Katika hakika amejiajiri. Ameamua kufungua ukurasa mpya katika maisha yake. Amekwisha kuhitimu masomo katika chuo cha ufundi ambako alijifunza teknolojia ya mawasiliano ya simu. Ameweza kuyadhamini masomo yake kwa pesa ambazo alikuwa akidunduiza siku za biashara haramu. Na baada ya kujitegemea, sasa amepanua
mawanda yake ya kibiashara. Anauza vifaa vya simu, husafiri ng'ambo mara kwa mara kununua bidhaa ili kuyauzia mashirika yanayotoa huduma za mawasiliano. Asubuhi hii ya umande, Dick alikuwa katika safari yake ya kawaida. Yeye na kijana mwenzake ambaye alikuwa mwajiriwa wa Dick. Alikuwa ameratibiwa kuabiri ndege ya saa 1 asubuhi kuelekea ughaibuni ambako alizoea kununua mali yake. Hata alipokuwa akingojea kufunguliwa kwa afisi, fikira chafukoge ziliivamia akili yake. Mawazo yake yalirudi nyuma, akayakunjua maisha yake ya siku za mlima wa Sinai. Alimwazia mama yake kwa masikitiko makuu. Alishangaa jinsi ulimwengu unavyoweza kummeza binadamu, akawa hata hawawazii vifaranga wake. Fikira zilimkumbusha baba yake. Akamwona katika dakika ya mwisho ya uhai wake. Uso wake unaonyesha kuvunjikiwa. Anamkazia macho na kumtolea dukuduku la moyo wake. Dick, mwanangu, walimwengu ni hasidi, ndio walinisababisha uwele. Ishi mwanangu, utawaona. Machozi yalitaka kumtiririka Dick, lakini akayakanya. Amezoea kufanya hivi katika miaka yote ya hamaniko. Anakumbuka ule msomo wa babake wa daima kuwa umaskini haupaswi kukabiliwa na kilio. Moyo wake ulimtuma tena kumkumbuka dadake Umulkheri. Anamwona Umulkheri, uso wake laini wenye imani. Anakumbuka alivyomwambia baada ya kutoweka kwa mama yake, "Di, usijali. Mimi nitawakimu hawa viganja hivi vyangu. Hamtapungukiwa na lolote." Dick alikuwa na maswali chungu nzima ambayo hayakuwa na wa kuyajibu. Yuwapi kiumbe huyu? Alipatwa na yapi? Je, na ndugu yangu mdogo, ipi hatima yake? Yuhai? Je, aliweza kunasuliwa na yeyote kutoka kwenye mataa ya kijakazi Sauna? Wakati Dick akiwaza kuhusu familia yake, hakujua kuwa dadake Umulkheri alikuwa nyuma yake kapiga foleni. Umulkheri alikuwa anasafiri ng'ambo kwa shahada yake ya uhandisi katika masuala ya kilimo. Siku zile baada ya kuchukuliwa na Mwangeka na Apondi, alijifunga nira masomoni. Akafuzu vyema katika mitihani yake. Aliamua kuwa mhandisi katika uwanja wa kilimo. Bila shaka anafuata nyayo za babake ambaye alikuwa mtaalamu katika uwanja huu. Daima mwana wa nyoka huwa nyoka, na mwana wa mhunzi asiposana hukuta. Safari ya leo imesiba kisadfa tu. Alikuwa amepanga kusafiri wiki iliyopita, lakini cheki chake cha usafiri kikawa kimechelewa. Unajua hizi afisi za kimwetu za uhamiaji, kilikuwa hakijatiwa sahihi na mzalendo mmoja. Asubuhi aliamka moyo wake ukiwa mzito. Anahisi kana kwamba anaiacha familia hii yake mpya bila matarajio ya kurudi. Anahisi jinsi alivyohisi alipokuwa anatoka mlima wa Simba kuelekea jijini. Hata hivyo, anapiga moyo konde, kwani kinyume na hapo awali, anajua aendako. Anajua pia kuwa amejiambia kwamba baada ya masomo yake atawatafuta ndugu zake kwa msaada wa wazazi wake wapya. Japo hajawahi kusikia habari za ndugu zake tangu waondoke kwao, moyoni anahakika kuwa wako hai. Maskini ndugu yangu mdogo, maskini Dick. Binadamu waliowasokomeza wapi? Alijisemea kimoyomoyo. Ndege iko karibu kuanza safari, alisema Mwangeka. Ni vyema kuwaaga ndugu zako. Dick aliyasikia maneno hayo akilini mwake kwa mbali. Aliwaza Dick. Amesema nimewahi kulisikia jina kama hilo. Huyo si dadangu? La, hawezi kuwa Umulkheri. Huyo tulimwacha kwenye mlima wa Simba. Labda kijakazi Sauna alikwenda kumtupa kwenye lindi fulani la uhalifu. Alinyanyuka kutoka kitini, akaenda alipokuwa mamake ya Apondi. Alimpiga pambaja katikati ya kekevu za kilio. Mwanangu alimkumbusha mama mtu. Mimi na babako hapa tumekulea kwa mapenzi.
Tumekufunza njia ya kukabiliana na mazingira mapya. Usiende huko uzunguni ukasahau kilichokupeleka huko. Uzungu usikutie kizunguzungu, ukasahau maadili tuliyokufunza. Mungu akujalie yote mema. Ulikuwa wakati wa Mwangeka kumwaga bintiye. Alimshika mkono na kumwambia, siku tuliyokuja kukuchukua kutoka kwa Mwalimu Dhahabu ilikuwa siku ya heri kwangu. Nilihisi kana kwamba naja kumchukua marehemu mwanangu Biki. Umekuwa binti yangu wa kweli, rafiki wa dhati, msiri wangu. Hata ninapokupeleka ng'ambo, unajua kuwa utarudi nyumbani baada ya masomo yako. Sitasahau kamwe hisani yako na pendo lako la milele. Sitasahau ulivyokuwa ukiniambia, baba, rudi duniani, wakati ambapo uliona kwamba mawazo yangu yalikuwa yamekia vilele vya mbingu. Wakati fikira zangu ziliponikokota kurudi kwenye masaibu yaliyoipata familia yangu ya awali. Baba mtu mchirizi ya machozi ilimtoka njia nne. Akaiachilia ikolove kifua chake. Umulheri, tutakumisi sana. Kwa nini unaenda? Mbona usisomee katika chuo kikuu cha hapa nchini? Sofia alisema kwa sauti kubwa ya dhati. Hilo lilitosha kumwamsha Dick kutoka lepe lake la muda. Aligeuka na kutazamana ana kwa ana na Umulheri. Umulheri alidhani anachezewa shere na macho yake. Mikono yake ilimwachilia dadake Sofi, moyo ukawa unamwenda mbio. Mwangeka ambaye alikuwa ameyaona mabadiliko yaliyomkumba Umu, alimkaribia akawa anamwangalia Umu, kisha yule kijana aliyokuwa anamkazia macho. Anaona mshabaha kati yao. Anataka kuamini kuwa huyu ndiye Dick ambaye Umu huwa hamtoi kinywani, lakini anashindwa. Ghafla sauti kubwa ikasikika hewani. Umu, dadangu Umu, aliita Dick na kukimbia alikokuwa Umu. Walikumbatiana kukutu huku wasafiri na aila yote ya Mwangeka ikiwatazama kwa mshangao. Milizamu ya machozi ilichimbuka kutoka visima vya kila mmoja wao. Wakati wakalia kimya kimya, wakiambiana kimoyomoyo yale yote yaliyowakumba. Hata waliposikia kwa mbali sauti ikitangaza kuwa abiria wanaoabiri ndege Tumaini waanze kuingia, walijua kwamba jaala ilikuwa imewakutanisha, kwamba hawatawahi kutengana tena.